Nchini Afrika ya Kusini, moja kati ya story ambayo imechukua headlines kubwa ni story ambayo inaihusu familia ya Ndimbande Brothers ambao wamerejeshwa nchini Afrika Kusini kutoka Eswatini ili kukabiliana na mashtaka ambayo wanakabiliana nayo ya mauaji ya rapper AKA. Familia ya Ndimbande Brothers imetajwa kuhusika kwa sababu ndugu hao wanaoitwa Malusi Ndimbande, Siyabonga Ndimbande ni miongoni mwa watu ambao wanashukiwa kupanga au kushiriki katika mauaji ya rapper AKA. Uchunguzi wa polisi nchini Afrika Kusini uligundua ushahidi unaowaunganisha na tukio la mauaji ambalo lilitokea Februari mwaka 2023 mjini Durban, ambapo rapper AKA pamoja na teams walipigwa risasi nje ya mgahawa unaitwa Wish. Ndimbande Brothers walidaiwa kuhusika katika kupanga au kuratibu mashambulizi hayo, ikiwemo kupanga magari ambayo yalitumika kutoka na kuwasiliana na watu ambao walitekeleza mauaji hayo. Baada ya tukio hilo, ndugu hao walikimbia Eswatini, zamani ilikuwa inafahamika kama Swaziland, ndipo serikali ya Afrika Kusini ilitoa ombi la kurejeshwa kwa watu hao ili wakabiliane na kesi ambayo wanadaiwa kuhusika nayo. Wameunganishwa na washukiwa wengine kadhaa, jumla wakifika watu kama 7 hivi ambao wamekamatwa wakihusika na kesi hiyo kwa namna moja au nyingine, ambayo moja kwa moja inatajwa kwamba ni moja kati ya kesi kubwa sana ya jinai nchini Afrika ya Kusini. Kulingana na taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi na vyombo vya habari nchini Afrika ya Kusini, inasema kuna tuhuma kwamba mauaji yalikuwa ni hit job, yani yalipangwa kwa makusudi na kulipwa pesa. Polisi wamesema kwamba walipata ushahidi wa malipo na mawasiliano kati ya washukiwa hao. Hajulikani wazi kwamba nani ambaye aliagiza mauaji hayo kutokea, lakini Ndimbande Brothers na wengine walishiriki kudaiwa kuhusika kupanga na kuratibu shambulio hilo. Sababu halisi ambayo inatajwa kwamba huenda ikawa imechagizwa kwa namna moja au nyingine kwa jamaa kufanya mashambulizi hayo ya kumuua AKA ni kwamba kuna uwezekano kulikuwa na mgogoro wa kibinafsi au kibiashara, lakini pia chuki tu binafsi kutoka kwa watu ambao wanadaiwa kuwa walikuwa karibu na AKA, na wengine wanasema huenda kulikuwa na mpango wa kulipiza kisasi. Kwa sasa polisi wanaendelea na uchunguzi juu ya kesi hiyo, na of course endapo wakibainika kwamba hawa jamaa wamehusika kwa namna moja au nyingine kwenye kupanga au kuhusika na mauaji ya rapper AKA, basi sheria inaweza kufuata mkondo wake, na of course ni information ambayo utasanukia pia kwenye WhatsApp ya XXL, au sio? Yeah man.